Hujambo mtazamaji kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki. Tunakuandalia hii leo. Rais Xi Jinping atembelea maafisa wa ngazi ya chini na wakazi Beijing kabla ya mwaka mpya wa Kichina. Mkutano wa wakuu wa idara za APEC wafanyika Guangzhou. Na mfumo wa reli wa China umehudumia safari milioni 13.9 siku ya 9 ya msimu wa usafiri wa sikukuu mwaka mpya wa Kichina. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwish. Rais wa China Xi Jinping amefanya ziara ya siku 2 jijini Beijing akitembelea maafisa wa ngazi ya chini na wakazi, huku akiwatakia salamu za mwaka mpya wa Kichina, akisisitiza afya njema, mafanikio na furaha kifamilia. Jacob Mogoa anaeleza zaidi. Xi ambaye pia ni katibu mkuu wa kamati kuu ya chama cha kikomunisti cha China CPC na mwenyekiti wa tume kuu ya kijeshi aliwatakia wananchi afya njema, mafanikio kazini na furaha ya kifamilia. Aidha, aliitakia China amani na ustawi katika mwaka wa farasi. Jumatatu asubuhi, Xi alitembelea bustani ya kitaifa ya ubunifu wa teknolojia katika Beijing E-Town, ambako alishuhudia mafanikio ya kisayansi na kiteknolojia katika nyanja za akili bandia na roboti, na kuzungumza na watafiti pamoja na viongozi wa kampuni za teknolojia. Jumanne asubuhi alitembelea jamii ya makazi katikati ya jiji iliyoboreshwa kuwa rafiki kwa wazee na watu wenye ulemavu. Alikagua huduma za chakula katika kantini ya wazee na kuzungumza na wafanyikazi wa usafirishaji waliokuwa wakipumzika hapo kuhusu hali yao ya kazi na maisha. Xi pia alitembelea makazi ya wazee katika wilaya ya Xinjiang na kuwatakia afya njema na maisha marefu. Katika eneo la biashara la Longfusi, alielezwa juhudi za uboreshaji wa miji na kutembelea duka la mkate wa jadi la Daoxingquan pamoja na soko la bidhaa za mwaka mpya. Wakati wa ziara hiyo, alipokea ripoti ya kazi kutoka kwa viongozi wa manispaa ya Beijing na kupongeza maendeleo yaliyopatikana, akielezea kipindi cha mpango wa 15 wa miaka mitano, yaani mwaka 2026 hadi 2030 kuwa muhimu katika kufanikisha kisasa na ujamaa. Xi alisema Beijing inapaswa kuongoza na kuhakikisha hatua madhubuti zinapigwa. Mwaka mpya wa jadi wa Kichina maarufu kama tamasha la machipuo ni sikukuu muhimu zaidi kwa Wachina, na mwaka huu utaadhimishwa Februari 17. Mkutano wa wakuu wa idara za juu wa APEC 2026 umefanyika Guangzhou, China, ukizindua rasmi mwaka mpya wa Kichina. Ronald Mutie ana maelezo zaidi. Mkutano wa kwanza wa wakuu wa idara za juu za nchi za ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pacific, yani APEC, wa mwaka 2026 umefanyika katika jiji la Guangzhou, mkoa wa Guangdong, kusini mwa China, ukiashiria uzinduzi rasmi wa mwaka wa APEC. Katika tukio kuu la kwanza la mwaka wa China kama mwenyeji, mkutano huu unaashiria utekelezaji kamili wa kazi katika mifumo mbalimbali ya APEC, huku ushirikiano katika nyanja nyingi ukitarajiwa kuharakishwa. During this meeting, all parties conducted in-depth discussions around the theme of building an Asia-Pacific community to prosper together and the 3 priorities of openness, innovation and cooperation, and put forward a series of work plans. Senior officials and heads of delegations from various economies expressed their active support for China in hosting this year's meetings and pledged joint efforts to ensure fruitful outcomes for the APEC China Year. Hii ni mara ya 3 kwa China kuwa mwenyeji wa APEC na mara ya kwanza kwa miaka 12 tangu iandaliwe kwa mara ya kwanza. Katika kipindi hicho, uchumi wa wanachama wa APEC umeendelea kukua kwa udhabiti, ukichukua karibu 40% ya idadi ya watu wote duniani, wanahesabu zaidi ya 60% ya pato la dunia na karibu nusu ya biashara ya dunia, na kuendesha mabadiliko endelevu katika kituo cha uchumi wa dunia kuelekea eneo la Asia na Pacific. Uchumi wa wanachama wa APEC pia umejumuika katika enzi za kidijitali. Uenezaji wa mtandao katika eneo hilo umeongezeka kutoka 52% hadi karibu 90%. Sekta zinazojitokeza kama uchumi wa kidijitali, akili bandia na magari ya nishati mpya zinaendelea kustawi zaidi, ikifanya zaidi nafasi ya Asia na Pacific kama kitovu cha ukuaji wa ubunifu duniani. Hata hivyo, katika hali ya ongezeko la kutokuwa na uhakika duniani na mabadiliko, eneo la Asia Pacific linakabiliana na changamoto zinazoongezeka. The world is in the very changing and fast change, unpredictable. The message is very clear that we need to build cooperation. We need global partnership. We need to be responsible for our next generation.
We are very happy that China is trying to bring the FTA of the Asia Pacific process on board. So trade is very important. Trade is connecting us together. So we are supporting China on this trading and economic growth. Protectionism and unilateralism is a threat, a challenge to not just to APEC, but to the global world as well. APEC provides a platform for dialogue and for cooperations. I think that APEC showcases the importance of multilateralism. Balozi wa China nchini Kenya, Guo Haiyan, ametoa salamu za mwaka mpya kwa Kenya, huku taifa la China likijiandaa kukaribisha mwaka mpya wa farasi, akisisitiza kuimarika kwa uhusiano wa China na Kenya pamoja na kukamilika kwa mafanikio kwa msimu wa utamaduni na utalii wa China Kenya wa mwaka 2025. Akizungumza katika dhifa ya mwaka mpya wa Kichina ya mwaka 2026, Balozi Haiyan alielezea sikukuu ya majira ya kuchipua, yani Spring Festival, kuwa ndio sikukuu muhimu zaidi ya jadi kwa taifa la China, akibainisha kuwa kiini chake ni kuungana tena upya na kutakiana bahati njema. New Year brings new beginning. The year 2026 marks the 70th anniversary of establishment of diplomatic relations between China and Africa, and has been designated by President Xi Jinping and African leaders as China-Africa Year of People-to-People Exchanges. Not long ago, Foreign Minister Wang Yi paid successful visits to the African Union, Ethiopia, Tanzania, and Lesotho. This marks the 36th consecutive year for Africa to be the destination of Chinese foreign ministers' first overseas trip of the year, demonstrating China's profound friendship with Africa and the great importance China attaches to deepening China-Africa relations. Tukio hilo liliwakutanisha wanadiplomasia, maafisa wa serikali, wabunge, wadau wa utamaduni na wanajumuiya ya China, likiashiria hatua muhimu katika kuongezeka kwa mabadilishano ya watu kwa watu kati ya nchi hizo mbili. Wageni waliburudishwa na onesho la kitamaduni lenye mvuto mkubwa lililojumuisha maonesho ya sarakasi yaliyofanywa na raia wa Kenya na China. Akiwakilisha serikali ya Kenya, Katibu Mkuu Umi Bashir alisema Kenya na China zinafurahia uhusiano wa kirafiki na wa kindugu unaojengwa juu ya imani ya pande zote na manufaa ya pamoja. Alibainisha kuwa Nairobi inajitokeza kama kituo cha kikanda, ikihifadhi zaidi ya taasisi 400 za serikali ya China, mashirika na vyombo vya habari, huku ofisi za kikanda za Wachina zikichangia kuundwa kwa zaidi ya ajira 200,000 nchini Kenya. Alitangaza rasmi kumalizika kwa msimu wa utamaduni wa utalii wa Kenya na China na kuwatakia wageni mwaka mpya wenye heri. I note that Nairobi is rising as a regional hub, which apart from an increasing UN government presence and footprint, hosts over 400 Chinese government agencies, major corporations, and also media houses. Chinese Africa regional offices operating in Kenya have created over 200,000 jobs. Dhifa hiyo iliashiria kuimarika kwa ushirikiano kati ya Kenya na China unaojengwa juu ya uelewa wa kitamaduni, ushirikiano wa kiuchumi na matarajio ya pamoja ya maendeleo. Jamii ya Wachina katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja, imeandaa tamasha la kitamaduni kuadhimisha mwaka mpya wa Kichina maarufu kama Spring Festival, pamoja na kutimiza miaka 55 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Nigeria. Kwa mengi zaidi, huyo hapa Tom Wanjala. Jamii ya Wachina kwa kushirikiana na wadau wa Nigeria iliandaa tamasha la hekalu katika kituo cha utamaduni cha China jijini Abuja, tukio lililovutia zaidi ya washiriki 1,500 wakiwemo viongozi wa serikali, wanadiplomasia, wafanyi biashara na wananchi wa kawaida. Spring Festival ni sikukuu muhimu zaidi nchini China na huashiria kuanza kwa mwaka mpya wa Kichina. Mwaka huu unaanza rasmi tarehe 17 Februari na unaashiria mwaka wa farasi, ambaye katika utamaduni wa Kichina huwakilisha nguvu, ari ya kufanya kazi, kasi na mafanikio. Katika tamasha hilo, wageni walipata fursa ya kushuhudia maonyesho mbalimbali ya utamaduni wa Kichina, ikiwa ni pamoja na sanaa ya mapigano ya wushu inayojulikana kwa ustadi, nidhamu na mbinu za kujilinda.
Washiriki pia walijifunza kuhusu sanaa ya chai ya Kichina ambayo ina historia ya maelfu ya miaka na utazamwa kama ishara ya heshima, ukarimu na urafiki. Aidha, kulikuwa na maonyesho ya kaligrafia, sanaa ya uandishi wa Kichina inayothaminiwa kama urithi wa kitamaduni, pamoja na maelezo kuhusu tiba za jadi za Kichina ambazo zimekuwa zikitumika kwa karne nyingi katika kuimarisha afya. Mbali na burudani, wageni pia walipata nafasi ya kuonja vyakula mbalimbali vya asili vya Kichina, hali iliyochochea kubadilishana tamaduni na kuimarisha urafiki kati ya nchi hizi mbili. Kabla ya kuanza kwa maonyesho ya burudani, video ya utangazaji wa tamasha la gala la Spring Festival la mwaka 2026 kutoka China Media Group CMG ilionyeshwa na kuongeza shamra za sherehe hiyo. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, kaimu balozi wa China nchini Nigeria Jo Hongnyo alielezea umuhimu wa tukio hilo katika kuimarisha uhusiano wa mataifa hayo mawili. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa ushirikiano wa kimkakati kati ya Nigeria na China, Joseph Tegbe, alisifu mafanikio yaliyopatikana kupitia ushirikiano huo, hasa katika maendeleo ya miundombinu na miradi ya kilimo. Alitaja mradi wa taifa wa ufugaji wa kuku wenye thamani ya dola bilioni 1 za Marekani ambao umechochewa na mifumo ya kilimo ya China na unatarajiwa kuongeza uzalishaji wa chakula, ajira na ukuaji wa uchumi nchini Nigeria. Welcome Chinese businesses to Nigeria, encourage partnerships and prioritize capacity building, skills transfer and shared growth. In return, Nigeria will continue to offer welcoming environment rooted in hospitality, trust and mutual respect. As we celebrate this new year together, let us embrace the spirit of the house. Washiriki wengine wa hafla hiyo pia walielezea kuvutiwa na maendeleo ya haraka ya China katika sekta mbalimbali zikiwemo teknolojia, miundombinu na uchumi. I wish the Chinese keep on progressing. There's a lot of fragmentation going in the multilateral space, but China has emerged as a very resilient nation. I wish the country the best. Tamasha hilo limeonekana kuwa jukwaa muhimu la kuimarisha urafiki wa watu kwa watu kati ya China na Nigeria, huku likichochea ushirikiano wa kiuchumi, kitamaduni na maendeleo kwa manufaa ya mataifa yote mawili. Mfumo wa reli wa China ulihudumia takriban safari milioni 13.9 za abiria siku ya Jumanne, ambao ni siku ya 9 ya msimu wa siku 40 wa safari za sikukuu ya majira ya mchipuko, yani Spring Festival mwaka 2026. Hii ni kulingana na takwimu rasmi. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Treni 1363 za ziada ziliandaliwa ili kukidhi ongezeko kubwa la mahitaji siku hiyo, kwa mujibu wa shirika la reli la taifa la China. Wakati huo, mfumo wa barabara kuu wa kitaifa ulihudumia zaidi ya safari milioni 40 za magari kote nchini siku ya Jumanne, na msongamano wa magari yanayotoka katika miji mikubwa na ya kati ulianza kuongezeka. Inakadiriwa kuwa jumla ya safari 760,000 za abiria zilifanywa kupitia njia za majini kote China siku ya Jumanne, huku ziara za visiwa na ziara za kutembelea miji zikijitokeza kama chaguo maarufu kwa Wachina kutumia likizo zao. Sikukuu ya majira ya mchipuko inayojulikana pia kama mwaka mpya wa Kichina, mwaka huu itaangukia tarehe 17 Februari na likizo rasmi itadumu kwa siku 9 kuanzia tarehe 14 hadi 23 Februari. Wimbi hili la kila mwaka la safari linalojulikana kama Chunyun mara nyingi hufafanuliwa kama uhamaji mkubwa zaidi wa binadamu duniani. Inatarajiwa kuwa msimu wa safari za sikukuu ya majira ya mchipuko mwaka huu utazalisha safari za abiria kati ya mikoa zipatazo bilioni 9.5 katika kipindi cha siku 40 kuanzia tarehe 2 Februari hadi 13 mwezi Machi. Kampuni moja mjini Guangzhou, China, imefanikisha maendeleo makubwa katika miwani ya teknolojia ya kisasa AR baada ya kushughulikia tatizo la muda mrefu la kutoa mwonekano angavu bila kuathiri uwazi wa lenzi. Kwa mengi zaidi, huyu hapa Zakia Pong kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China.
Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mafanikio makubwa katika miwani inayotumia teknolojia ya kisasa AR yameibuka kutoka kwenye kampuni moja ya mjini Guangzhou mkoani Guangdong, kusini mwa China, ambayo imeondoa tatizo la muda mrefu la jinsi ya kutoa mwonekano angavu na wazi bila kuathiri uwazi wa lenzi. Kwa miaka mingi, sekta ya miwani ya kisasa ilikuwa imekwama kwenye biashara ya msingi. Mwonekano angavu zaidi ulimaanisha lenzi nyeusi zisizo na uwazi mwingi, kimsingi zikifanya miwani iwe miwani ya jua, huku lenzi zenye uwazi mwingi zikiwa na changamoto kwenye mazingira ya giza, utofautishaji hafifu na mifuniko isiyo na ukungu. Kampuni ya teknolojia ya CV Optoelectronics kutoka Guangzhou sasa imevunja kizuizi hiki kwa kutumia mikunjo ya mtawanyiko wa nano iliyobuniwa kwa usahihi. Mikunjo ya mtawanyiko wa nano ni miundo midogo iliyochongwa kwenye lenzi ambayo hufanya kazi kama handaki la mwanga. Miundo hii midogo huongoza mwanga unaotolewa kutoka kwenye projector ndogo iliyoingia kwenye frame kupitia njia ya macho iliyosanifiwa na kuingia kwenye dirisha dogo la uaminifu wa hali ya juu ndani ya uwanja wa kuona wa mtumiaji. Lenzi iliyobaki inabaki wazi kabisa, ikihifadhi mtazamo usiozuilika wa mazingira halisi. Ili kuhakikisha ubora, timu ya wataalam ilitumia darubini ya elektroniki kukagua kwa uangalifu sehemu zilizotengenezwa, ikiangalia kama kuna utofauti wowote kutoka kwenye muundo wa asili. Hadi sasa CV Optoelectronics imewasilisha haki miliki zaidi ya 100 nchini China na nje ya nchi. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam, mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Hamjambo. Karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. 第一课，我可以坐这儿吗？ Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kwa mujibu wa Pinyin, kisha mfuate mwalimu kuandika. 和 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 坐 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza.
Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Qing. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 克 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 说 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 对 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Tafuta. Tafadhali angalia kwa karibu. Tafuta maandishi sahihi ya Kichina kutokana na pinyin. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 对 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个请 Niambie, ipi ni sahihi? 第三个没 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个做 Niambie, ipi ni sahihi? 第三个一 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个课 Kazi ya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo kikosi kuwa na mwisho wake, na kufikia hapa mtazamaji ndipo tunapohitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii: juhudi huleta bahati. Katika chochote kile unachokifanya, ongeza juhudi. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche
kwenye Google Play na Palm Store.